Nasema kwamba kila mtu anatakiwa kuheshimu katiba ya nchi, kuheshimu na kuitii katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sheria zake. Lakini hawa wenzetu wao bila kufahamu kwamba hii ni jamhuri au kuheshimu kwamba kutambua kwamba hii ni jamhuri, wameamua kukiuka kwa wazi kabisa katiba ya Jamhuri ya nchi yetu na kuzuia mikutano ya vyama vya siasa, wakisahau kwamba ibara ya 29 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweka wazi kabisa. Sasa kwa kuwa hawa watu nadhani hata huyu anajiita mwanasheria hata sheria hazijui, itabidi nisome ibara ya 29 ibara ndogo ya kwanza. Kila mtu katika Jamhuri ya Muungano anaye haki ya kufaidi haki za msingi za binadamu na matokeo ya kila mtu kutekeleza wajibu wake kwa jamii kama zilivyofafanyiwa katika ibara ya 12 hadi 28 za sehemu hii ya sura hii ya katiba. Ibara ndogo ya pili katika 29, kila mtu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaye haki ya kupata hifadhi sawa chini ya sheria za Jamhuri ya Muungano. Ibara ndogo ile ya 5 inasema hivi: ili watu wote waweze kufaidi haki na uhuru vilivyotajwa na katiba hii, kila mtu ana wajibu wa kutenda na kuendesha shughuli zake kwa namna ambayo haitaingilia haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Katiba inasema kwamba lazima uheshimu haki ambazo zimehakikishwa na kutolewa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwemo ni haki ya kufanya siasa. Haki, ibara ya 20 inatoa haki ya watu kuweza kujumuika na kuunda vyama na kuweza kutoa maoni yao na itikadi zao. Sasa ambacho kimefanyika ikawa ni kwamba ni kinyume cha katiba hiyo ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, na wameamua kutumia mabavu. Kwa hiyo hakuna sheria ambayo Katambi au mwingine anatumia isipokuwa ni mabavu. Sasa ikatokea kwamba kuna wanaharakati na Watanzania ambao wanatumia haki zao za katiba, wakasema kwamba wanataka kuandaa maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Chadema haikuwa inashiriki kwa namna yote ile katika maandamano hayo, na ilisema wazi kabisa kwamba katika mikutano ile bado tulikuwa tukifanya katiba mpya na Free Tundu Lissu, tusema siku ya maandamano ambayo itaishwa na chama itatajwa. Lakini Chadema haiwezi kumzuia Mtanzania asitumie haki yake ya kikatiba ya kuweza kuandamana. Kama watu wanaandaa maandamano, acha waandamane. Madhari hawatumii mabavu, hawatafanya vurugu zozote zile. Sasa imetokea kwamba baada ya yale maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 ambayo ilitakiwa ifanyike, hayakufanyika, lakini Watanzania waliandamana kwa ukao wote nyumbani. Nchi yote ilikuwa imefungwa kwamba Watanzania hawakutoka kwenye nyumba zao, shughuli za biashara za kila kitu, hata ile sheria za 77 zilikwama. Kwa hiyo kulikuwa na namna nyingine ya kuandamana. Wanasema kuna njia nyingi za kuua mbwa. Unaweza ukamkaba, unaweza ukamnyonga, unaweza ukamnyima chakula, unaweza ukampiga sindano, unaweza kumlisha sumu. Watanzania waliamua kwamba wao wasitoke nje. Kwa hiyo ilikuwa namna ya kuweza kuonyesha kwamba hawaridhishwi na mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu, kwamba madhari ya watu wanatumia mabavu, hata ile njia halali kabisa ya watu kuweza kutoa maoni yao. Maandamano ni njia halali kabisa. Martin Luther King Jr. kule Marekani alikuwa wanaandamana. Mahatma Gandhi alikuwa wanaandamana, na hata hapa Tanzania watu walikuwa wakiandamana siku zote za nyuma. Afrika Kusini Desmond Tutu na nani, watu wamekuwa wakiandamana. Ufaransa tunawafahamu kabisa, wao ni wataalamu wa kuandamana, wanaandamana vibaya tena, wakati mwingine maandamano yao huwa ni ya vurugu, lakini nafahamika hiyo ni haki ya kawaida kabisa, na inatambuliwa na ibara ya 18 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Hasa katika ile hali umekutikana kwamba wameshikwa viongozi na wanachama wengi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tunaambiwa juzi na msemaji wa jeshi la polisi anasema kwamba kuna watu 133 wameshikwa, na sasa hadi hivi sasa kuna watu kama 61 ambao wamefunguliwa mashtaka, na haya yamewakumba watu wetu 61 ambao wamefunguliwa mashtaka kule Shinyanga, na tuna watu 17, mwingine anategemea pengine atafunguliwa mashtaka leo. Kuna wengine kule Mwanza 23 wamefunguliwa mashtaka. Hayo yote ni ya nini? Ni ya ugaidi. Kule Iringa wako 4 ugaidi. Mbeya wako 4 ni ugaidi. Dar es Salaam leo wamefunguliwa wale Pendo Kileo na wenzake wawili wamefunguliwa mashtaka tena ya ugaidi kule katika mahakama ya Kinondoni. Kuna kiongozi wetu alikuwa amefunguliwa na kufungwa kule Kahama. Baada tunashukuru leo Mungu Mwenyezi wa milele amesaidia kwamba hakimu katika rufaa yake imeweza kusikilizwa na uamuzi umetoka kwamba ameshinda ile rufaa yake ile Daskora. Tunashukuru. Hasa ambacho kimeonekana ambacho ni Chadema ambacho haikubaliani nacho
ni kugeuza shughuli halali za kisiasa za watu kukusanyika, watu kukutana na kupeana maoni, kuifanya kuwa ni ugaidi. Hii ni hatari kwamba kama tunafanya shughuli halali za kisiasa, tunajinaisha shughuli halali za kisiasa, tunaipeleka nchi yetu mahali pabaya sana. Haki ya kufanya siasa ni haki ya kikatiba. Ndivyo ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza inavyosema, ndivyo ibara ya 20 ibara ndogo ya kwanza na ya pili zinavyosema, ndivyo ambavyo ibara ya 18 inavyosema, na hizo hata ibara ya 26 ibara ya 29 zinavyosema kwamba watu wana haki ya kufanya siasa. Sasa kama tunafanya watu kwa kufanya siasa kwa kuwa na mtazamo tofauti, kwamba watu wanapanga kuandamana, unageuza kwamba hiyo wanapanga ugaidi. Hii ni hatari sana. Ni hatari sana, kwamba manake hatuitaki nchi yetu mambo mema. Shughuli halali kabisa ya kisiasa unaigeuza, unaipatia jina tofauti, unaita kwamba ni jinai. Sasa mwisho wa siku tutakaaje katika nchi yetu hii? Je, sisi ni watu huru? Maana ibara ya 15 ya katiba ya nchi yetu nasema kwamba watu wote wanatakiwa kuwa huru. Sasa kama tunageuza watu ambao walikuwa huru, wanageuza kuwa watwana na kuwa watumwa katika nchi yao, hii ni hatari. Sasa tumekaa kama wanasheria wa chama